Yona sura ya kwanza, Yona sura ya kwanza mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, basi nahodha akamwendea, akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Basi nahodha akamwendea, akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Amka, ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Tukae. Kwa nini nahodha alimfuata Yona? Na ni kwa nini alimwambia amke? Na ni kwa nini alimwambia aombe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakwenda kupa nabii 5. Amina. Taanza na nabii 5. Yes. Nabii za 2026. Amina. Sisi waga tupo mbele ya muda, ndio maana mambo mengi utaona tunayafanya. Waliofanya na mimi kiroho anajua. Ile inaitwa ni mbele ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa nyuma ya muda huwezi ukayafahamu wala huwezi ukayaelewa. Labda uchanganyikane. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana walishindwa kumuelewa Yesu Kristo, wakasema tumeng'amua wewe una pepo. Walishindwa kumuelewa Musa mpaka wakaokota mawe wakaanza kumpiga na mawe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kadhalika mimi hata usiponielewa leo, watoto wako watanielewa kwa sababu nyaraka zangu zitaishi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata usiponielewa wewe, watoto wako watanielewa. Kabisa. Watajua hakika alikuweko mtu wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ni heri leo wewe unayenisikiliza, unayeniona, ulipata nafasi kukaa na mimi, kula na mimi, kwenda na mimi, ni heri ujing'ang'anize kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi Mungu ananionyesha vitu vingi na sio lazima vyote niviseme. Kabisa. Kwa sababu ninajua hata ukisema wapo watakao kuamini, wapo ambao hawatakuamini. Yes. Na ukijua hilo, usihangaike na wanadamu. Amen. Sababu mwanadamu hata kama ukimtendea mema la namna gani, anasahau. Anakumbuka baya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unabii wa 2026. 2026. Amina. Unabii namba 1. Amen. Nabii namba 1. Ni mwaka wa kutimiza ndoto zako. Amen. Sasa hapo kwenye kuandika, andika ni mwaka wa kutimiza ndoto zangu. Amina. 2026 ni mwaka wa kutimiza ndoto. Ndio. Watu wengi mmekuwa mna ndoto lakini hazitimii, zinaishia njiani. Sasa Mungu mwenyewe ameamua kuja kukusaidia ili ndoto zako zitimie. Amina. Ninahisi naenda haraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende taratibu. Yes. 2026. Ndio. Ni mwaka wa kutimiza ndoto zangu. Amina. Andika hivyo. Amen. Lakini hapa ni mwaka wa kutimiza ndoto zako. Yes. Sasa ukiandika ndoto zako, maana yake msomaji au wewe mwenyewe unaweza kusema nimemsemea mtu mwingine, kwa sababu ni nabii, lazima ujitabirie. Amina baba. Kwa ni mwaka wa kutimiza ndoto zangu. Ni mwaka wa kutimiza ndoto zangu. Ndoto zako. Una ndoto za kuishi pazuri? Ndio. Una ndoto za kuwa mtu mwema? Ndio. Una ndoto za kuwa tajiri? Yes. Una ndoto wa kumiliki kampuni au taasisi? Ndio. 2026 Mungu ameamua kukusaidia. Amina. Na tusemi Mungu tu, tunasema ni Mungu wa Elia anayejibu kwa moto. Amen.
Kwa hata kama majaribu yatachoma kama moto, Mungu wetu ni moto urao. Yes. Amen. Hata kama maadui wakija wengi kiasi gani, Mungu wetu ni moto urao. Amen. Moto utashuka na utawalamba Amina. maadui zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo 2026 ni mwaka wa kusaidiwa. Yoeli sura ya 2 mstari wa 3 inasema, moto unakula mbele yao, nyuma yao miali ya moto inateketeza. Kwa hiyo yote 2026 atakaye kuzuia, moto utamla. Amen. Na yoyote atakaye kufuatia Ndio. ili kukuangamiza, Ndio. moto utamlamba. Amina. Haleluya. Amen. Hiyo ni nabii namba 1. Amina. Ni kwa wana wa Mungu na wale wacha Mungu. Yes. Wale wanaomtumaini Mungu. Kabisa. Ili mtumaini jipya tena limekuja kwako. Amina baba. Umekuwa na ndoto utamaliza lini nyumba yako? Ndio. Umekuwa na ndoto lini utapata mtaji? Ndio. Umekuwa na ndoto lini utaanza kufanya biashara? Ndio. Sasa wakati uliokubalika ni sasa. Amina. Haleluya. Amen. Nabii namba 2. Yes. Nabii namba 2. Ndio. Ni mwaka wa kufutwa machozi. Amen. Asante Yesu. Ni mwaka wa kufutwa machozi. Amina. Umelia sana. Sana. Teseka sana. Sana. Umezalilishwa sana. Sana. Umesemwa sana. Sana. Umebezwa sana. Sana. Sasa ni wakati wako wa kufutwa machozi. Msomaji nisome kitabu cha Kutoka sura ya 2 na ni sura ya 3 mstari kuanzia wa 2 mpaka wa 9. Amen. Soma. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema, Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na kwa sababu kijiti hiki kijiti hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Kitu Mungu sasa amesema ameona mateso ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tumeanzia huko juu ili uelewe tunakoelekea. Kwamba Mungu akitaka kuja aji kwa wengi. Anaanza kwanza kwa moja, afu yule mmoja akigeuka ndio yule mmoja anakuwa ni mjumbe wa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu alipoona Musa amegeuka, akaamua kumpa ujumbe kama alivyompa mtu wa Mungu ujumbe kwamba nimeona. Mungu ameona hiyo aibu unayoipitia. Mungu ameona hiyo mateso unayopitia. Mungu ameona hiyo taabu unayopitia. Mungu ameona wao watu wanaokudharau. Mungu ameona unapodhalilika. Kukosa pesa ni kudhalilika. Kukosa pesa ni kuwa na aibu. Kupata magonjwa ni aibu. Kukosa chakula ni aibu. Kukosa mavazi ni aibu. Kusumbuliwa kodi ya nyumba ni aibu. Mungu ameona. Amen. Haleluya kanisa. Endelea kusoma. Amen.
mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimekisikia kilio chao. Mungu amesikia kilio chako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu amesikia nini? Kilio changu. Mungu amesikia nini? Kilio changu. Kama Mungu amesikia kilio, basi ni wakati wa kufutwa hicho kilio. Amen. Ni wakati wa kufutwa hayo machozi. Amen. 2026 ni mwaka wa kufutwa machozi. Amen. Wewe ambaye una mtaji, wewe ambaye hauna mahusiano mazuri, wewe ambaye hauna amani, wewe ambaye hauna afya, 2026 ni mwaka wako. Amen. Haleluya kanisa. Amina. Endelea. Kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao. Mungu anayajua maumivu yako. Yes. Narudia tena. Mungu anayajua maumivu yako. Yes. Narudia tena. Mungu anayajua maumivu yako. Yes. Anajua unachopitia. Sio kana kwamba hajui. Sio kana kwamba haoni. Sio kana kwamba hasikii. Ndio maana kwa ujasiri mkubwa nimekuletea neno ambalo linakutia nguvu. Kumbuka Yesu ndiye neno. Hapo mwanzo alikuwa neno, huyo neno alikuwa kwa Mungu, huyo neno alikuwa Mungu na vyote vilifanyika kwa huyo. Pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Ndani mwake ndimo ulimokuwa uzima na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Amen. Haleluya kanisa. Amina. Wewe andike andiko nilikuwa nalisoma ni Yohana 1:1-5. Endelea kusoma hapo. Nami nimeshuka. Mungu anasema ameshuka ili niwaokoe. Ili atuokoe. Ni Mungu ameamua kushuka sasa. Haleluya. Amen. Ni Mungu ameamua kushuka ili atuokoe. Amina. Pokea kuokolewa kwa jina la Yesu. Na kutabilia kuokolewa kwa jina la Yesu. Kama neno la Mungu linavyosema katika maandiko matakatifu, atakuokoa wewe na watu wa nyumbani mwako, basi pokea kuokolewa kwa jina la Yesu. Na mikono ya Wamisri niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema. Mungu ameshuka. Yes. Ili akupeleke sehemu nzuri. Pokea kupandishwa kwa jina la Yesu. Kiuchumi pokea kupandishwa kwa jina la Yesu. Kimaisha pokea kupandishwa kwa jina la Yesu. Kimasomo pokea kupandishwa kwa jina la Yesu. Pokea sawa na haja ya moyo wako. Haleluya. Mwanzo 30:22 na 23. Kitabu cha Mwanzo sura ya 30 mstari wa 22 na 23.